Nikufundishe faida za kufunga na kuomba. Leo acha nikufundishe kwa sababu tunaenda kwenye mfungo wa siku 7. Faida za kufunga na kuomba zimegawanyika kwenye maeneo makubwa matatu: kwenye roho ya kwako, nafsi ya kwako, mwili wa kwako. Unapofunga na kuomba, roho yako inafaidika na ongezeko la nguvu za rohoni, uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu kirahisi, lakini pia inakupa uwezo wa kutembea na Roho Mtakatifu. Namba 2, kwenye nafsi ya kwako. Kumbuka, kwenye nafsi kuna mambo makubwa matatu: kuna akili, kuna utashi na kuna hisia. Ukifunga, nafsi yako inanufaika na uponyaji wa majeraha ya moyo. Ukifunga, akili ya kwako inaongezeka. Ni kisayansi wamethibitisha watu wanaofunga, ufahamu wa kwao, namna wanavyowaza, namna wanavyofikiri, kuna namna inakuwa tofauti na watu wengine. Lakini zaidi sana unaweza katika uwezo wa kimaamuzi. Fasting and prayer can help you. Faida za mwisho ni kwenye mwili wa kwako. Jamani, tuko katika ulimwengu ambao magonjwa mengi tulionayo yanasababishwa na vyakula tunavyokula. Kwa hiyo unapoacha kula, unapoacha kula, it's help you. Uponyaji katika mwili wa kwako, kupunguza uzito. Najua ziko dawa za watu za kupunguza uzito, but I want to tell you, njia nzuri safe ya kupunguza uzito ni kwa kufunga. Nyingine zote zina madhara. Lakini mwisho wa siku, kujiweka kwenye nafasi ya kuingia kwenye magonjwa hatarishi kama vile pressure, kisukari, moyo. Hizi ndizo faida kuu 3 kwa sababu ya kuomba pamoja na kufunga. Ni kukaribisha kwenye mfungo wetu. Tunaanza Jumapili tarehe 18 tarehe 25, siku zetu 7 tu za kufanya agano na Mungu. Kama utafunga, andika hapo chini, niambie mwalimu, nitafunga. Karibu sana kufanya agano na Mungu 2026. Your life shall never be the same again. God bless you.